ile style ya kushangilia ya Mayele. Yanga Sports Club dhidi ya Yefu, live from Benjamin Mkapa Stadium Dar es Salaam, ama Maidan Benjamin Mkapa. Na leo hii kuna michezo kadha vile vile, mingine ikiwa imeshaanza. Raundi ya 3 ya kombe la shirikisho la Azam Sports, timu zote mbili zinatoka kule ndani. Wachezaji wa timu zote mbili kabla ya kuanza mbilinge dakika hizi 45 za kipindi hiki cha kwanza katika mchezo wa hakika. Mwamuzi wa kati Ahmed Anajiga akisaidiwa na Abdalla Rashid Sikudhani Mkurungwa pamoja na Mbaraka Haule ni fourth official. Yanga Jigi Diara kama kawaida, full mkoko Yanga ukianza na mneo Khalid Aucho yupo, Saidi Tibazonkiza, Faridi Musa Maliki, Yali Kibangala pamoja na Bakari Nondo Mamnyeto, wao wakisimama wachezaji wawili safu ya ulinzi. Na kwa upande wa Yefu kama kawaida, Isiaka Luhamba mlangoni, Shabani Mkagala, Evarist Mjwahuki, Omar Hamis 442, vijana wa Zuberi Katwila ndio wanakwenda kucheza namna hiyo. Mohamed Nabi Nasiruddin kocha wa Yanga, Zuberi Katwila ndio kocha mkuu, alikuwa nao ligi. Haya, na dakika 45 za kipindi cha kwanza ndio hizo tena katika dimba la Benjamin Mkapa. Yanga dhidi ya Ihefu Sports Club kutoka kule Mbarali Mbeya. Khalid Aucho, pasi nzuri kweli kweli. Sasa nafasi kwa Yanga, inawekwa ndani kama cha goalkeeper Isiaka Luhamba. Kwenda kuweka pira katika himaya yake goalkeeper Isiaka Luhamba. Evarist Mjwahuki kwenda kupiga mpira na babatiza Rasul sema pana kwenda kupambana. Tibazonkiza cheza jizi Dukapel Moloko anachezewa ndivyo sivyo, ni foul kuelekezwa Ihefu. Alikwenda kuchezwa ndivyo sivyo Jizi Moloko. Muzi Jiga aliona ile cheza kule. Juma Shaban nzuri sana ile kwa ndani, mpira unakwenda nje, ni goal kick. Mwamuzi anasema ni kona. Saidi Bazonkiza weka kona ndani, goal! Eritie Beneza Makambo anawajaza, anawafunika, funga moja bonge la bao. Eritie Makambo hatimaye anarudi sasa. Eritie Makambo wanaanza kupotea mapema tu katika dimba la Benjamin Mkapa. Hakuona kitu kijana Isiaka Luhamba, ilikuwa mbali sana pale, ilihitaji miujiza kweli kweli kuweza kuondosha mpira pale. Isiaka Luhamba, Jizi Moloko, Dukapel Jazi anajaribu kupita huko, Dukapel Moloko yuko chini, mwamuzi Anajiga anasema ni foul. Staili ambayo ameshika mguu wake Jizi Moloko. Alikwenda kupambana na wachezaji wa Yefu. Mkiza anakwenda kupiga mpira wa foul, weka mpira mmoja mrefu ndani, lakini anakamata goalkeeper Isiaka. Hakuwa na athari. Aucho tena weka nzuri kweli kweli, imefika ile nafasi kwa Eritie Makambo, kwenda kupiga mpira unakwenda nje. Namna gani Makambo, pasi ilikuwa imesimama kweli kweli na imetulia ile, alikosa utulivu Eritie Makambo. Weka mpira ndani, kuna nafasi tena, anapita ule, yuko pale chini mchezaji wa Yefu ameshika paji la uso. Akiwa anashika paji lake la uso, lakini iko sawa sawa. Ilikuwa ile kona na Saidon Tibazonkiza katika purukushani zile, lakini hata hivyo mpira ulikwisha ondoshwa ule. Hai, Juma Shaban, Juma weka cross ndani, bao la pili. Eritie Makambo anawajaza tena, ndio anarudi kwenye
mawili. IHF wanaadhibiwa na Eritiem Makambo. Bao la pili kwa Yanga ilitengenezwa upande wa pembeni, Juma Shaban akatoka kama mkuki hivi akaka cross dongo ikamkuta Eritiem Makambo. Alichofanya ni kusogeza tu kwenye zile net ama zile kamba, ama unaweza kusema nyavu za IHF na kuandika bao la pili kwa wananchi. Kipindi cha pili mabao mawili. Juma Shaban alikuwa kwenye kazi kisawasawa. Eritiem Makambo anakwenda kuwajaza tena kama kawaida kwa staili yake. Mabao mawili. Benchi la Yanga, Mkoko Tunombe, Boksa yuko hapo, Faisal Salum Abdallah wakiwa nje tu wana discuss. Saidi Tibazonkiza naye kwa chini ni foul. Jiga na mimi ndio mwamuzi. Alikwenda kucheza sivyo ile Shaban Kagala. Alikwenda kuingiana zote. Tiwa tiba pale pale. Kadi ya njano. Shaban Kagala. Halidi Aucho, pasi imefika ile nzuri kweli kweli, wajaribu kuondoka tena wananchi. Haya, Saidi Tibazonkiza yuko chini, mchezaji mmoja wa Yanga kule, Eritiem Makambo aliondoka akakunjuka kweli kweli. Saidi Tibazonkiza unaweza kusema alipiga dochi ikaenda kumchanganya bwana mdogo Isiaka Luhamba. Umemgonga lakini hakujua unaenda wapi mpira. Wanaanza tena kwa Moloko. Dukapel Moloko kaitambaliza nzuri sana. Tibazonkiza mpira unakwenda edge of target. Alafu anacheka. Kazi kubwa ambayo amefanya GC Dukapel Moloko ikaenda kwa Saidi Tibazonkiza. Mpira wake unakwenda nje pembezoni mwa lango la IHF. Kwanza ikiwa kwa kambani na Makambo, weka kona moja ndani kwa kichwa. Wanaotoa wenyewe wananchi. Kocha wa IHF Zuberi Katwila akiwa anaangalia vijana wake, amewapa jukumu la kwenda kupambana kwa dakika 45. Wako sawa sawa. Nasiruddin Nabi katika mchezo huu, weka mpira moja mrefu pembeni sasa kwa Juma Shaban. Juma Shaban waka cross ndani, uko nafasi. Nafasi mara tatu kwa Yanga. Halidi Aucho Maalim anaweka bao la tatu. Maskini wewe, alikwenda kucheza Isiaka Luhamba, alikwenda kuzuia lakini mpira ukatoka katika himaya yake, ukakutana na Maalim Halidi Aucho akausogeza ndani ya kamba. Bao la tatu kwa wananchi Yanga. Wanatabasamu. Ukiwa unatabasamu na mambo mazuri huwa yanakuja. Tazama, Juma Shaban aliweka cross ile kwa Halidi Aucho, kichwa chake kilienda kucheza na mlinda mlango Isiaka Luhamba, ukamrudi tena Halidi Aucho. Cha kufanya ikawa hakuna zaidi ya kusukumiza kwenye kamba. Bao la tatu kwa wananchi Yanga. Halidi Aucho. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika katika Maidan Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam. Halidi Aucho, Yannick Kibangala wanatabasamu. Magoli ni matatu kwa Yanga, IHF hawajapata kitu. Mashuti ambayo yamelenga lango ni 7 kwa Yanga, kwa IHF hakuna. Mashuti ambayo kulenga lango ni matatu kwa Yanga, kwa IHF hakuna. Kona ni 5 kwa Yanga, IHF 1. Foul 2 wakicheza Yanga, IHF wakicheza mara 7, wakiotea mara moja wananchi Yanga, IHF nao wakiotea mara moja. Kadi za njano ni 1 kwa IHF, kwa Yanga hakuna. Kadi nyekundu hakuna. Umiliki wa kabumbu asilimia 81 kwa wananchi, 19% kwa IHF. Arajiga mwamuzi akianzisha kipindi cha pili. Mchezo kati ya Yanga dhidi ya IHF, Maidan Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Nam waka mpira mmoja mzuri sana, nafasi tena kwa Yanga, cheza goalkeeper huko anakamata.
kuondoka, lakini mpira unatolewa nje. Hiyo hapo ilikuwa ni foul, ikapigwa ndani, cross ile. Saido Tibazonkiza badiliko kwa wananchi. Paul Godfrey, David Bryson, watu wanacheza na Jezi Moloko, kashaitambaliza pembeni huko, kwenda kucheza vizuri, anakataa. Halfan Twenye anautoa mpira nje, wanakwenda kurusha Yanga sasa. Weka mpira ndani, Makambo ametaharuki kwelikweli kwa kukosa nafasi ile. Editie Makambo, Nasriddin Nabi, kocha wa Yanga, kondoka tena huko. Dukapel Moloko wekea kusaidiwa Tibazonkiza, imekubali chenga ile. Saido Tibazonkiza, mpira unakwenda nje, anatabasamu, mpira wake umekwenda off target, lakini akiwa anatabasamu nzuri kwelikweli ile, lakini mpira umekwenda nje, anatabasamu. Tibazonkiza, Koko Tunombe, huku Bakari Nondo Mwamnyeto akiwa anakwenda kupumzika. Abdalla Haji Shaibu kwenda kuchukua nafasi yake. Koko Saido wanakupiga shuti, mpira anakwenda nje, kwenda kupiga vizuri kwelikweli mpira ule, alisetiwa ikakaa vizuri kwelikweli na Dukapel Moloko. Koko Tunombe, mpira wake ukaenda nje, lango off target. Ni Samuel Onditi. Haya, Dukapel Moloko, pasi imekuwa ni kasi sana ile pasi. Haya, ngome imechukuliwa na Saido Tibazonkiza kwa Fairidi Musa Maliki. Makambo! Hat-trick kwa Editie Beneza Makambo, anaenda kuwafunika na kuwafunua Editie Makambo. Hat-trick kwake. Sasa anatabasamu. Tazama, walifanya makosa katika sehemu ya ulinzi hefu. Saido Tibazonkiza akacheza na Fairidi Musa Maliki, mpira ukaenda kwenye kichwa cha Editie Makambo, akauweka ndani ya net, kufanya mabao ni manne kwa Yanga, lakini ni mabao matatu kwake akifunga katika mchezo wa leo. Editie Makambo akaenda kuwajaza kama kawaida yake, hii kuonyesha kwamba sasa amerudi Editie Beneza Makambo baada ya muda mrefu kwelikweli wa kuto kuonekana katika mechi za mashindano za wananchi. Anakwenda kuchukua nafasi. Saido Tibazonkiza anatabasamu kama kawaida na anakwenda nje. Saido Tibazonkiza akiwa anakwenda nje kwa upande wa Yanga. Cheza vizuri Oscar Mwambinga, nusu ile, naam, anaonekana iko sawa vile vile, sio kwa sababu zimeingia 4 basi akaonekana. Weka pembeni sasa, Editie waka cross ndani, mpira unapita ule, shida kuunganisha cross ile. Mashabiki wa Yanga, ala, Editie Makambo nzuri kwa Dukapel Moloko, weka ndani, poteza nafasi. Fei Toto poteza nafasi ya wazi. Faisal Salum Abdallah pengine na busara zake, huwezi kuelewa. Isiaka Luhamba kukaa sana na ule mpira ni kuepukana na vitendo kama hivi vya kushambuliwa, mashambulizi ya hatari. Nafasi ilikuwa ya wazi kwa Faisal Salum Abdallah kupachika bao la 5. Yasin Mustafa kapoteza mpira ule pale, wanajaribu kucheza sasa huko. Simchimba, Andrew Simchimba, mpira unakwenda nje. Kwa ni nafasi nzuri vile vile kwa Ihefu kupata bao la kufutia machozi. Dakika 2 zimeongezwa kabla pambano hili halijamalizika.
Hatimaye Ahmed Arajiga, mwamuzi kutoka Manyara, anamaliza pambano kwa dakika 90 zikikamilika katika mchezo huu. Eritye Makambo akiwa anakwenda kuomba na kusujudu, akifunga mabao matatu peke yake katika mchezo wa leo na kufanya ushindi wa mabao 4 kwa Yanga dhidi ya 0 kwa Ihefu. Mwamuzi akiwa anamwita Eritye Makambo kumkabidhi mpira wake kutokana na kufunga mabao matatu. Ahmed Arajiga kutoka Manyara, mwamuzi wa kati, akiwa na wasaidizi wake wanakwenda kumkabidhi mpira ule Eritye Ebeneza Makambo. Amerudi sasa Eritye Makambo na anatabasamu Eritye Makambo. Limemalizika hapa katika dimba la Benjamin Mkapa kwa Yanga kutoka na ushindi wa mabao 4 na Ihefu hawajapata kitu. Kwa niaba ya crew nzima, asante, shukrani, hadi wakati mwingine, kwaheri.